TV Nuru ya Uislamu inakuletea mwangaza. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. تعليق ya dakika 5 kuhusiana na maneno ambayo yamezungumzwa na mashekhe waliotangulia. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa rehema zake na mapenzi yake ametuwafikisha kukutana sehemu kama hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, namna alivyotukusanya katika nyumba yake, atujalie tukutane siku ya kiyama tukiwa pamoja na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Pia shukrani za dhati kwa viongozi ambao wameandaa nadwa. Hili ni jambo la kheri sana sana sana, yatakiwa liwe mara kwa mara na miji tofauti tofauti. Ndugu zangu katika imani, mambo ya nadwa yanaongeza imani na ilmu na kuwazindua watu, na vile vile mashekhe katika mlango wa tambihi, hasa katika hii miezi ya minasabati. Tupo katika mwezi wa Muharram, ni katika miezi ambayo mashia qabbahahumullah wanafanya mambo mbalimbali, ikiwemo kuwatukana na kuwalaani maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu hawafahamu lolote, wanaona ni sawa kwamba mashia ni ndugu zetu. Kwa hiyo na dawati kama hizi zikiwa zinafanyika mara kwa mara, watu wanazinduka. Ndugu zangu katika imani, Sheikh aliyotangulia, ndugu zangu, alieleza mitihani iliyowakuta baadhi ya wanachuoni waliotangulia. الإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة aliadhibiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaadhibiwa ukweli wa kuadhibiwa kwa sababu ya kusimama kwenye haki. Na wewe Muislamu, dai kama dai, anaeleza fadila Sheikh al-Doktor Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, angali hai katika msikiti wa katika mji wa Madina, ni imam katika Masjidi Quba. Kuna maneno yake yanazungumza ya kwamba wewe shekhe, wewe dai, kama hukusemwa vibaya na watu wa bid'a, iangalie elimu yako namna ilivyo. Dai, shekhe kama shekhe, kama hukusemwa vibaya na watu wa bid'a, ichunguze elimu yako, itakuwa na mushkili. Kwa hiyo wanachuoni waliotangulia wametikiswa, wameadhibiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe dai, ikiwa ni wa kiume wa kike, utasemwa, utatukanwa. Ikiwa upo katika haki, usijali, simama sawa sawa, wala usitetereki kwa sababu ya maneno ya watu. Mwanadamu kama mwanadamu hawezi akasalimika na kusemwa. Ndio anasema wasemaji, lau sahaba al-insanu Jibril, hata mwanadamu rafiki yake akiwa ni Jibril, hutosalimika na kusemwa na wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala kasemwa
Allah katukanwa bi anna lahu walad, kwamba Allah kazaa, Allah ana mtoto. Itakuwaje wewe shekhe ukisemwa? Na kuna baadhi ya madai, kuna baadhi ya mashekhe wakisemwa kidogo da'wa wanaacha. Ule msikiti sendi tena kutoa da'wa, unatikiswa kidogo tu. Kuwa na ithbati, tulia, vumilia. Duniani ni sehemu ya mitihani ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo shekhi wa kwanza ametupa darsa kuthibiti katika haki. Wewe ni shekhe, utapokea mengi. Ikiwa upo katika haki, usiwe na wasiwasi. Shekhe amemaliza kututolea darsa, ni pana lakini ametupa kwa mukhtasar faida zinazopatikana katika ikhtilafu ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika baadhi ya mambo ambayo yametokea katika ikhtilafu ya maswahaba ni masala ya hadithatul ifki, kuzuliwa uongo mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mama Aisha radhiyallahu anha. Habari zimeenea, lakini Aba Talha radhiyallahu anhu pamoja na mke wake habari zikawafikia. Mna habari? Hapana. Mama Aisha kazini, unaletewa taarifa, yule aliyekuletea taarifa na kuuliza unasemaje kuhusiana na hizo habari. Mke wa Mtume ndio kazini, ndio. Baada ya kupokea zile habari, wakasema ya kwamba hatuwezi tukaongeza maneno kutokana na hizo habari unazotuletea. Tunamjua ni mwanamke mwema, hawezi akafanya jambo kama hilo. Unapoletewa taarifa ya shekhe, ya mtu unayemwamini, ndugu yangu Muislamu, hebu tulia, usiweki la kwako. Kuna baadhi ya watu hawana subra, akiambiwa kidogo tu anaongeza ya kwake. Yule shekhe namjua, yule ni mwizi, kumbe hajawahi kuiba. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuvumilia. Una wake wawili, mke mmoja anakuletea taarifa za maneno ya mke mwenzake. Huenda bimkubwa anakuambia habari za bimdogo, kwa sababu huenda unampenda bimdogo, unamwambia acha maneno ya uongo, acha chuki, wewe ni mbaya, unamuonea fitna mwenzako. Mtu anapokuletea taarifa za mtu na yule anayesemwa yupo, wakutanishe wote. Si bimkubwa anakupa taarifa za bimdogo au bimdogo anakupa taarifa za bimkubwa, wakusanyishe wote wawili, wewe kaa katikati, kisha mwambie mama fulani, hebu niambie zile habari ulizokuwa unasema. Kama ni muongo atakanusha. Habari gani? Mimi huyo aona nifananisha? Mimi sijasema wala sijakwambia kitu. Lakini ukipokea na ukatoa hukumu, baadaye unakuja kujuta. Kwa faida ambazo zimepatikana katika maudhui ya Sheikh, masala yanapotokea usiwe na papara,
usiwe na jazba. Hebu tulia kwanza. Umesikia taarifa mtu kakusema, hebu muite. Shekhe, kuna habari zimenifikia kwamba umesema 1 2 3. Ni kweli? Mtu anatoa aya, anatoa hadithi, alafu anapelekewa taarifa kwamba kasemwa, na yule aliyepewa taarifa anayapokea yale maneno na kujenga chuki, wakati ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu aliyesema kwa nini anachukiliwa? Yeye kanukuu maneno ya Allah. Na mawaidha namna yalivyo, ndugu zangu katika imani, hayakosi kumgusa mtu. Huenda msikilizaji akaguswa, au wakati mwingine hata msemaji akaguswa. Ikhtilafu zinatokea baina yetu, umeletewa maneno, hukuyafanyia kazi, unatoa hukumu, unamchukia yule mtu. Baada ya muda inaonekana ni kinyume, unaona aibu kwenda kumuomba msamaha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa kweli faida ni kubwa ambazo zinapatikana, na nasaha zangu hasa kwa matulabi, wanafunzi, kuandika. Shekhe anataja kitabu fulani, andika. Mashekhe waliopo kwa sasa, huenda baada ya miaka kadhaa hawatokuwepo. Mashekhe wa sasa alhamdulillah, mashekhe wengi ni vijana, tofauti na miaka ya nyuma. Mashekhe wengi wa zamani walikuwa ni watu wazima, lakini wa sasa ni wadogo wadogo, lakini ilmu ni kubwa. Ndio kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ndio kina Imamu al-Bukhari za mazao, ndio kina Imamu Dhahabi za mazao. Na mashekhe waliopo ndio mfano wa mashekhe wa Saudia, wakina Sheikh Ibn Bazi, wakina Sheikh Uthaymeen, wakina Sheikh Fauzani na wengineo. Kwa hiyo Allah ndugu zangu katika imani, mji ukiwa na mashekhe wengi, wallahi ni moja katika neema, na ni khasara, ni aibu Muislam, mwanamume au mwanamke, akose kwenye simu yake namba ya shekhe. Wallahi ni aibu. Wakati tunasoma Saudia, unatafuta namba ya Sheikh Fauzani, utaitoa wapi? Mpaka ufanye kazi. Au namba ya Sheikh Sudesi. Wakina Sheikh Abdul Hamidi, muulize namba ya Sheikh Hudhaifi, utaitoa wapi? Inafikia shekhe anakaa kutwa nzima hajapigiwa simu na maamuma ya kumuuliza swali. Wallahi ni aibu. Mtu anakuuliza, hauna namba ya sheikh fulani? Hauna namba ya sheikh fulani? Yani kama ni mume tunaona kutafuta ukakushi maiti. Allahu akbar. Wanaomba namba. Shekhe anatafutwa kwenye minasabati, mtu kafa, ndio watu wanaona umuhimu wa shekhe. Kuosha maiti au kufungisha ndoa, na tabia ambayo baadhi ya waumini wanazo. Wallahi anatafutwa shekhe kwa udi na uvumba, aende kufungishwa ndoa, kufunga ndoa. Harusi imemalizika, watu wanapanda kwenye gari, shekhe anabaki amesimama. Sheikh, hauna gari? Sina. Watu kwenye gari wanaulizana, hakuna mwenye 1000 hapo ampe shekhe? La ilaha illa Allah. Wallahi ni khasara. Muislam ana gari 2, gari 3, alafu shekhe anatembea kwa mguu. Shekhe, subhanallah. Imani gani tunazo ndugu zangu katika imani? Au shekhe anapanga, shekhe. Na wapo Waislamu Allah kawafungulia katika mambo ya kidunia, mtu ana nyumba zaidi ya 5 za kwake.
Shekhe anapanga. Shekhe amekuwa Buyenzi, mara utamsikia yupo Buterere, baada ya miaka kadhaa ameshahamia Kongo. Kamondoka na nzimikiana. La ilaha illa Allah. Amna essence. Kabovu. Ndugu zangu katika imani, wallahi aibu. Wewe Muislam, Allah amekukunjulia mali zako, zifanye kazi kwa viongozi wa dini. Wallahi aibu. Unamwona shekhe anatembea kwa miguu, shekhe ameroa jasho, anaenda kutoa khutba. Muumini anapita na gari, anateremsha vioo. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Anafunga vioo haraka. Kweli? Angalia maswahaba namna walivyokuwa wakimshika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio kawatoa katika kiza cha ushirikina, kawapeleka katika nuru ya tauhidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawaombi maswahaba radhiyallahu anhu. Wao wanajua majukumu yao, wanampelekea. Wallahi, shekhe anakuja kuswalisha, amemaliza swala, shekhe anaondoka, hakuna muumini hata mmoja anamfuata shekhe kumuuliza hali yake ilivyo. Shekhe, ya subhanallah, shekhe yupo na simu, wewe una uwezo wa kumwekea mainite mpaka siku shekhe atapokufa. Ufanye hilo kweli? Ujizindui? Washindwa kumbeba shekhe. Katika wanachuoni waliotangulia kuna mwanachuoni anaitwa Abdullahi ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Alikuwa ni shekhe mkubwa na alikuwa ni mfanyabiashara, muhaddith. Anawaambia wanafunzi ya kwamba mimi ninafanya biashara kwa sababu yenu nyinyi wanafunzi. Anawaambia nafanya biashara kwa sababu yenu nyinyi wanafunzi. Asitokei mwanafunzi akakosa kitabu cha kusomea na mimi nikiwa hai. Wewe tajiri, Allah amekupa pesa, zako zinafanya nini katika Uislamu? Mwanafunzi anakosa kitabu cha 15,000 na wewe upo hai. Subhanallah. Shekhe angali mdogo, unaona mvi zinatoka kwa sababu ya matatizo. Shekhe, vipi? Naona umeanza kuzeeka. Matatizo yanamzeekesha mtu. Qad yashibu alfata, yawezekana mtoto mdogo akawa na mvi kwa sababu ya matatizo. Allah, ndugu zangu katika imani, watu hawalingani. Wale wenye uwezo ndugu zangu katika imani, waangalie viongozi wa dini. Wallahi ni fedheha. Tunapita katika miji ya watu, unaona mashekhi namna wanavyokirimiwa, wanavyotunzwa na waumini. Shekhe, unaenda sokoni kuemea, shekhe, waumini wapo, waridhika. Shekhe anaenda dukani, ananunua viazi kilo 1. Shekhe anakula kiazi na maji, sio haramu, lakini wewe upo. Kwa nini haumdhamini? Swala tumemaliza, khutba imemalizika, Ijumaa, watu tunaondoka. Wakati mwingine shekhe anabaki baada aljuma mpaka baada alasri, mpaka magharibi, mpaka baada ya isha. Kwa nini hatoki msikitini? Anajua nyumbani hamna kitu na hakuna muumini hata mmoja. Anamuuliza shekhe, mbona umekaa msikitini? Huu ni muda wa kula.
au shekhe akifika nyumbani anakuta kuna vitu tu vimeletwa na waumini. Ndivyo alivyokuwa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na dawati hizi wallahi mambo mazuri sana. Nimefurahishwa, nimeona ile tangazo katika status ya Sheikh Abdul Shakur na Sheikh Zubair, nikafurahi sana. Na isiwe siku moja au Buyenzi peke yake, sehemu nyingi ndugu zangu katika imani. Hiyo ni jambo ambalo ni muendelezo, na pawe na damu kama ingewezekana, pawe na kitengo maalum, pawe na pesa maalum za kuendesha hili swala. Watu wanakwenda milimani kuwafundisha watu dini ili watu waelimike. Ndugu zangu katika imani, kwa kweli faida ni nyingi na bado mashekhi wapo, tutaendelea kunufaika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kila la kheri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Mashekhe zetu walio hai tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wahifadhi, na wale waliotangulia mbele ya haki tunamwomba Allah awape kila la kheri na ajalie kaburi zao kuwa bustani katika bustani za peponi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.